Binadamu yeyote anahitaji ustawi wa afya tatu: afya ya mwili, afya ya akili na afya ya roho. Sasa leo tuko na Father John Bosco Mosha. Ni father ama ni padre ambaye anashughulikia ama anasimamia ustawi wa mwanadamu katika upande wa afya ya kiroho. Kwamba roho ikishakaa vizuri, tukiwa na ustawi bora katika upande wa kiroho, ina maana na mengine anaweza kwenda. Akili itawaza yaliyo mema, mwili utatenda yaliyo mema. Karibu Father. Asante sana. Tunaingia katika Juma Kuu, katika ambalo linahitimisha mfungo wa Kwaresma, ambayo ilikuwa ni safari ya siku 40. Sasa tunaingia siku za mwisho za mfungo huu. Tunaomba utupitishe katika huu mfungo, ama katika hili Juma Kuu linakuwa na nini? Nashukuru sana. Kabla sijajibu swali lako, umenitambulisha walau ili watu waweze kujua mimi ni nani. Ndio. Kama alivyosema, jina langu naitwa ndugu John Bosco Mosha. Tunatumia ndugu kwa sababu mimi nina washirika la ndugu wadogo wa Kapuchini. Okay. Makao yake makuu ni Dar es Salaam. Ndio. Na niko huku kwa kuzaliwa ni mkoa wa Kilimanjaro, na niko huku UAE tangu mwaka 2017. Okay. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ni kuwahudumia kiroho ndugu wa Afrika wote wanaokaa huku Jumuiya ya Falme za Kiarabu. Lakini mimi nakaa Abu Dhabi. Kwa hiyo nazunguka parokia kwa parokia kuadhimisha misa na kuwapa huduma ya kiroho. Sasa nije moja kwa moja katika swali lako. Ni kweli tumemaliza kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho cha Kibrani ni wiki 6 za mfungo, ili kujiandaa kwa ajili ya maadhimisho ya fumbo letu la ukombozi, kwa sababu tulikombolewa kwa njia ya kifo, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Leo ndio tunakaribia kuanza Juma Kuu ambalo linahitimisha kipindi hicho cha Kwaresma. Kwa leo kama tulivyoadhimisha inaitwa Jumapili ya Matawi. Kimsingi tunaanza Juma Kuu leo. Ndio. Walau sasa ndio kadiri tutakapokuwa tunaelezana tutaingia hatua kwa hatua ni nini kinafuata. Wow. Father ametuambia kwamba ni majuma 6 sasa yanafuatiwa na Juma Kuu ambao ni mfungo wa Kwaresma. Tukiwa tunafanya mfungo wa Kwaresma, tunajiandaa kwa ajili ya kusherehekea kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambacho kipindi hicho ndicho kwetu wa Kristo tunasherehekea kukombolewa kwetu. Karibu Father. Sasa Juma Kuu ni nini? Okay. Yes. Juma Kuu ni lile juma la mwisho la Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani kimwili. Sio kwamba ametutoka. Baada ya hapo ni wazi alituahidia Roho Mtakatifu na anakuwepo katika sakramenti na neno lake. Lakini kimwili ndio ilikuwa ile Juma Kuu lake la mwisho hapa duniani, na kuna mambo mengi sana yalitendeka kipindi hicho cha Juma Kuu. Na ukisoma Injili utaona kwamba sehemu kubwa imelenga hii hatua, sio kuzaliwa kwa Yesu wala nini, ni tukio la kifo na ufufuko wake. Ndio lina sehemu kubwa ya Injili zote, Injili pacha, yani Mathayo, Marko na Luka, na hasa Injili ya Yohana. Wow. Kwa hiyo Juma Kuu leo tunapolianza tunaelekea sasa hatua kwa hatua. Yesu aliingia Yerusalemu kwa shangwe, kuashiria kwamba mfalme anayeingia kwa shangwe ni mtu ambaye ana mamlaka fulani. Kwa hiyo kuna ambao walimuona kama kiongozi wa kisiasa, lakini wengi waliona kwamba huyu atatukomboa katika utumwa wa dhambi. Na waliomuona kwenye mtazamo wa kisiasa walimuona ni threat. Kwa sababu lakini kwa wale ambao tunamwamini tuliona kwamba ndo tunaenda kukombolewa. Yes, kwa hiyo ile Jumapili ya Matawi ndiyo hii tunayosherehekea Yesu kuingia Yerusalemu akiwa amempanda mwanapunda, lakini watu wanatandaza majani pamoja na mavazi yao ili aweze kupita juu yake. Kwetu wa Kristo hili ni tukio kubwa. Sasa ibada siku hiyo huwa inaanza kwa maandamano, na injili huwa inafanyika kabla ya kuingia kwenye eneo la ibada kanisani. Kwa nini inafanyika hivyo Father? Kwa sababu neno injili ni habari njema. Habari njema ambayo
kama unafuatilia kwa makini, kila mara tunaposali au inaposoma injili wote wanasimama. Kuashiria kwamba huo ni kipindi maalum cha kumsikiliza Yesu ambaye anajifunua kwa neno lake. Kwa hiyo sehemu ya kwanza inapoanza kubariki matawi na baadaye kusoma sehemu ya injili kuonyesha ile hatua ambayo kabla ya mateso ya Yesu alivyoingia Yerusalemu. Sasa taratibu za kuingia Yerusalemu. Na kadiri ya mwaka, kwa sababu kuna mwaka A, B na C. Tukimaliza C tutaingia A, tukimaliza A tunaingia C. Mwaka huu ni mwaka C. Kwa hiyo tumesoma masomo ya Luka. Mwaka A ni masomo ya Mathayo na mwaka B ni masomo ya Marko. Kwa hiyo leo injili tuliyosoma zaidi ni ya Luka, kuonyesha kwamba sasa Yesu aliingiaje Yerusalemu. Ndio taratibu zote, kachukua punda, kawaagiza watu, ndio akawa anamwimbia, wanatandaza wale mavazi. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Matawi yanabarikiwa, sasa tunaanza mchakato wa kuandamana kama wao walivyofanya. Tukisha ingia sasa ndio misa, sio kama inaanza, lakini sehemu ya kwanza ni utangulizi kuashiria yale maandamano. Pale sasa ndio tunaingia katika misa, tunaadhimisha sasa kile kinaitwa kipindi cha mateso. Tunasoma kwa urefu sana ile injili ya mateso ili kuashiria sasa baada ya kuingia Yerusalemu alianza sasa safari ya mateso. Amen. Tunakushukuru Father kwamba na hii ya mwisho zote ni nzuri, lakini hii ulivyomalizia ni nzuri, kwamba kila mmoja kwenye nafasi yako leta mwanga, leta matumaini, onesha kwamba kuna kukomboa, kuna kutoka kwenye uduni kwenda kwenye ubora, kutoka kwenye udhaifu kwenda kwenye uimara, kutoka kwenye ulegevu kwenda kwenye kuweza na kukamilisha mambo. Tunakushukuru Father. Tukipata nafasi nyingine, labda tu kwa kuwadokeza watazamaji wetu, tutakufuata kwa ajili ya kuongelea Pentekoste, Utatu Mtakatifu pamoja na Ekaristi, ambazo naamini zote zina stem kutoka huku kwenye Pasaka mpaka tunavyokutana huko.